بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. ndugu zangu wa Kiislamu na wanafunzi wangu wapenzi, leo biidhnillahi alkarim, akipenda Allah subhanahu wa ta'ala kwa taufiki yake na mapenzi yake, tutaanza darsa yetu ya lugha ya Kiarabu, na tutakuwa tunasoma fani ya nahwu, kwa sababu lugha ya Kiarabu imegawanyika katika vipengele visivyopungua 12. Lakini kipengele mama yao na kipengele kikubwa ambacho ndiyo msingi wa mambo yote ni kipengele cha ilmu ya nahwu. Na wanawavyuoni rahimahumullahu ta'ala wameandika vitabu mbali kuhusiana na fani hii ya ilmu ya nahwu, lakini sisi insha Allah ta'ala kwa taufiki ya Allah mtukufu tutatumia kitabu kinachoitwa Al-Mumti'u fi Sharhi Al-Ajurrumiyya. Kitabu hiki ni sharh ya kitabu kidogo kinachoitwa Al-Ajurrumiyya. Matnu Al-Ajurrumiyya imeandikwa na Ibn Al-Ajurrum kama tutakavyokuwa tunataja katika utangulizi wa darsa yetu hii. Lakini kuna bwana mmoja ambaye anaitwa Malik Al-Mahdhari, yeye amesimama kukisherehesha hichi kitabu kidogo kinachoitwa Matnu Al-Ajurrumiyya. Kwa hivyo wanafunzi wote watatakiwa kwenda kutafuta kitabu hiki kinachoitwa Al-Mumti'u fi Sharhi Al-Ajurrumiyya. Tutaanzia kitabu hiki, baada ya hapo tutaingia kwenye At-Tuhfatu As-Saniyya ya Muhyiddin katika kuweka sawa vipengele hivi vya Matni Al-Ajurrumiyya, yani muqaddima wa Al-Ajurrumiyya, na baada ya hapo tutakwenda katika Mutammima na vitabu vinavyofuatia huko mbele insha Allah Ta'ala. Tumuombe Allah tabaraka wa Ta'ala tudumishe katika khairi hii. Leo insha Allah Ta'ala tutaanza katika kitabu hiki Al-Mumti'u fi Sharhi Al-Ajurrumiyya, katika muqaddimatu ash-sharh. Huku mwanzo kuna baadhi ya vipengele utakuta vimetajwa, lakini moja kwa moja tuingie katika muqaddimatu ash-sharh. Badala ya hapo tukimaliza utangulizi huu wa sharhi hii, moja kwa moja tutaruka kuingia katika somo, kwa sababu hivi vipengele vinavyofuatia havimhusu sana mwanafunzi, vinamhusu mwalimu msomeshaji. Katika manhaju sharhi kadhalika irshadatun fi tariqati ash-sharhi wa hakadha na mengineyo. Kwa hivyo tutaanza insha Allah katika muqaddimatu sharh. Hapa pana mambo kidogo muhimu ya utangulizi ya kufahamika katika ilmu hii ya nahwu. Anasema alhamdulillahi alladhi, sifa njema zenye ukamilifu ni zake Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye rafa'a as-samaa, amezinyanyua mbingu Allah subhanahu wa ta'ala, bighairi amadin, pasi na nguzo yoyote. Yani anamhimidi na kumsifu Allah na kumpelekea sifa zote zenye ukamilifu zisizokuwa na upungufu katika vitendo vingi alivyovifanya, lakini yeye ametaja kimoja ambacho ni kikubwa zaidi, nacho ni kitendo cha Allah kuzisimamisha mbingu huko juu pasi na nguzo yoyote ambayo imetegemea ili isije chini, na Allah tabaraka wa taala ndio anazuia hiyo mbingu isije chini. Inna Allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula. Kwa hivyo rafa'a as-samaa, Allah subhanahu wa ta'ala amezinyanyua mbingu bighairi amadin, pasi na nguzo yoyote ambayo imetegemea. Wa khafadha al-arda, na Allah subhanahu wa ta'ala akaiweka chini ardhi. Wa qaddara fiha, na akakadiria Allah subhanahu wa ta'ala aqwataha, vyakula vyake ambavyo vitaliwa katika ardhi hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala akakadiria yote hayo linaf'i al-ibadi, kwa ajili ya manufaa ya waja watakaokuja kuishi katika ardhi hii. Vyakula vya aina mbalimbali, vyakula hivi kuna watu wataviweza na kuna wengine hawatoviweza. Wasioweza kula vyakula hivi watakula vyakula hivi. Allah amekadiria hayo yote katika ardhi. Wa thabbataha, na Allah subhanahu wa ta'ala akaithibitisha hii ardhi, yani akaifanya iwe imegandamana, imeshikamana, binasbi arrawasi, kwa kule kunyanyua milima. Yani milima ile Allah ameishindilia kwenye ardhi ili ile milima
izuie ile ardhi isiyumbe yumbe, kama anavyosema baadhi ya maulama kama Mustafa al-Maraghi, walaulaha lakanat daimat al-idtirab, lau kama si milima basi hii ardhi siku zote ingelikuwa unaiona inayumba yumba, inakwenda huku na kule. Anasema wathabbataha, kwa hivyo Allah akaithibitisha ardhi, unaiona imegandamana hapo, haichezi haiyumbi yumbi, binasbi rawasi wal autad, kwa kule Allah kusimamisha ile milima na vigingi, waljibala autada, na majabali tumefanya kwa ndio vigingi. Vigingi ni vile vyuma au vigogo ambavyo vinapigwa kwenye jangwa wakati mtu yuko safarini anataka kuweka hema. Hema ni lile gozi ambalo mtu analifunga, ni nyumba ya safarini. Kwa hivyo ile hema ili isichukuliwe na upepo, basi chini kuna pigwa vyuma, kisha inafungwa ile hema na chuma kile, kona ya huku, kona ya huku, kona ya huku na huku. Kwa hata upepo gani utakaokuja hapo, inakuwa ile hema iko madhubuti, haiondoki kwa sababu imefungwa katika vigingi madhubuti. Kwa hivyo vigingi hivyo kwenye ardhi ni hii milima ambayo tunaiona. Wassalatu wassalam, na sala na salamu, ala afsahil fusaha, ziwe juu ya yule mfasaha wa wafasaha. Afsah ni yule mtu mwenye fasaha, alfusaha katika wenye fasaha wengi, na huyu ni nani? Ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama atakavyomtaja. Anasema wa sayyidil bulagha, na huyu ndiye bwana kiongozi wa watu wa balagha. Watu wa balagha wote kiongozi wao ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyina Muhammad, nabii wetu Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya, na juu ya watu wake na masahaba zake ambao ni watu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wote hao anawaombea sala na salamu. Asema amma baadu, ama baada ya hayo, fakana al-arabu, walikuwa waarabu fil jahiliya, katika zama za jahiliya. Zama za jahiliya ni qabla al-islam, qabla ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kutumilizwa, yani qabla al-bi'tha, kabla ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kupewa utume. Kipindi kile kilikuwa kinaitwa kipindi cha jahiliya, kipindi cha ujinga. Kwa hivyo Waarabu walikuwa katika zama za jahiliya wasadri al-islam, na pale mwanzoni mwa Uislamu, bimaana alipotumwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Uislamu kaanza, na Waislamu wa mwanzo waliokuwa wachache ni wale watu wa karibu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bado wageni hawajaanza kuingia katika Uislamu wanaotoka katika miji ya mbali mbali. Kwa hivyo anasema kana al-arabu, walikuwa Waarabu fil jahiliya, katika zile zama za jahiliya, yani kabla mtume kutumwa, wa sadri al-islam, na pale mwanzoni mwa Uislamu walikuwaje Waarabu? Yatakallamuna bilughati al-arabiyyati al-fusha, wanazungumza lugha ya Kiarabu ambayo ni fasaha. Yatakallamuna bilughati al-arabiyyati al-fusha, wanazungumza lugha ya Kiarabu ambayo ni fasaha kabisa. Ala sajiyatihim, juu ya ile asili yao, juu ya ile tabia yao, juu ya maumbile yao. Sajiyya ni tabia, maumbile, tabia. Allati, tabia ambayo fatarahumullahu alaiha, amewaumba wao Allah juu ya tabia hiyo. Kwa hivyo vile ambavyo wako Allah alivyowaumba, walikuwa wanazungumza Kiarabu safi. Hatta adhhara Allahu, mpaka alipodhihirisha Allah al-Islam, alipodhihirisha Uislamu, ala sairi al-adyani, juu ya dini zote. Kudhihirisha hapa bimaana Uislamu ukashinda, ukawa juu, umedhihiri kuliko dini zote nyingine zikawa ziko chini. Yani Uislamu ukawa umezagaa ulimwengu mzima, ndio umeshika chati kuliko dini zote. Kwa hivyo ilipofikia hivyo Uislamu umezagaa, anasema hatta adhhara Allahu al-Islama, mpaka alipodhihirisha Allah Uislamu, ala sairi al-adyani, juu ya dini zote. Ilipofikia wakati huo, fadakhala fihi nasu, wakaingia ndani yake watu, yani watu wakawa wanaingia ndani ya Uislamu, afwajan, magurupu kwa magurupu, wa aqbalu ilayhi, na wakakabili, wakaelekea kwenye huo Uislamu, arsalan, makundi kwa makundi, ufud kwa ufud. Kwa hivyo Uislamu ulipozagaa katika ulimwengu na watu walipoona hakuna njia ya salama, hakuna mafanikio isipokuwa watu kuingia katika Uislamu, fadakhala fihi nasu afwaja,
wakaingia ndani yake watu makundi kwa makundi, wa aqbalu ilayhi, na wakakabili kwenye huo Uislamu arsalan, magurupu kwa magurupu. Wajtamaat fihi, na zikakusanyika ndani yake, baada ya watu wa huku na wakule na wa huku na wakule kuingia ndani ya Uislamu. Kwa hivyo sasa anasema wajtamaat fihi, ikakusanyika ndani ya Uislamu al-alsinatu al-mutafarriqa, lugha tofauti tofauti. Al-alsina yani ndimi kwa maana ya lugha, al-mutafarriqa tofauti tofauti, bimaana wazungu wakaja ndani ya Uislamu, wa fulani wa Faransa, wanani wanani wanani, yani ikakusanyika ndani ya Uislamu al-alsina al-mutafarriqa, lugha tofauti tofauti, yani walughatu almukhtalifa, na lugha tofauti. Akikusudia al-alsina almutafarriqa yani ndimi tofauti, walughatu almukhtalifa na lugha tofauti, na hii yote sentensi mbili kwa maana moja. Fakhashiya alulamau, hapo sasa wakachelea, khashiya wakaogopea, alulamau rahimahumullah, maulama wakaogopea, min dhaya'i al-lughati al-arabiyyati, kutokana na kupotea ile lugha ya Kiarabu. Wakaona hapa sasa inawezekana lugha ya Kiarabu fusha ikaja ikapotea, na watu wasijue kuja kusoma Qur'an na hadithi za Mtume katika usomaji wa sawa sawa. Fakhashia al-ulamau, wakaogopea wanaovyuoni, min dhaya'i al-lughati al-arabiyyah, kupotea kwa lugha ya Kiarabu, lughati al-Qur'ani wal hadith, ambayo hii ndiyo lugha ya Qur'ani na lugha ya hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fadawanu al-lughata, kwa hivyo hapo sasa wakaiandika lugha ya Kiarabu fil maajimi, katika makamusi, wawadau laha, na wakaiwekea hiyo lugha ya Kiarabu walioiandika katika makamusi mbalimbali, wawadau laha, na wakaiwekea usulan, misingi yake, wa qawaida, na kanuni zake, tahfadhuha, ambazo zitaihifadhi lugha hiyo, misingi na kanuni itakayo hifadhi lugha ya Kiarabu isichafuliwe. Anasema fadawanu al-lughata fil maajimi, wakaiandika lugha katika makamusi, wa wadau laha usulan, na wakaiwekea misingi yake, kwamba lugha ina misingi yake, wa qawaida, na kanuni zake, tahfadhuha, hiyo misingi na hizo kanuni zitaihifadhi hiyo lugha ya Kiarabu, min al-khata'i, kutokana na makosa, wa ta'simu al-mutakallimina, lakini pia hiyo misingi na hizo kanuni ta'simu, zitawahifadhi, zitawalinda, al-mutakallimina biha, wale wenye kuizungumza lugha hiyo, min az-zalal, kutokana na kuteleza teleza, kutokana na kukosea kosea, kutokana na kuharibu. Kwa hivyo kazi ya hizi kanuni na hiyo misingi walioiweka wanavyuoni ni kuihifadhi lugha ya Kiarabu isiingie makosa, lakini kadhalika ni kumhifadhi, yani ta'asimu almutakallimin, itawalinda na kuwahifadhi wale wenye kuizungumza, almutakallimina biha, wenye kuizungumza lugha ya Kiarabu, min az-zalal, kutokana na kukosea kosea na makosa makosa. Wa ahammu hadhihi al-usul, na iliyokuwa muhimu zaidi, ahamu, iliyokuwa muhimu zaidi, hadhihi al-usul, katika hiyo misingi walioiweka, ilmu nahwu, ni hii elimu ya nahwu ambayo sisi tunaisoma. Misingi imewekwa mingi, lakini ahamuha, lilokuwa muhimu zaidi kuliko yote, ni ilmu nahwi, ni hii elimu ya nahwi. Kwa hivyo anasema badaa an-nahwu yahbu, ikaanza nahwu kutambaa. Badaa an-nahwu, ikaanza nahwu yahbu, inatambaa, yani yahbu, inatambaa, kama yabda'u kullu ilmin, kama inavyoanza kila elimu. Yani kila elimu ikiwa inaanza kuwa ni elimu changa, ile misingi ndio kwanza imeweka kwa wanaokuja mbele, kila wanaokuja wanaikuza mpaka baadaye inakuwa ni rasikh, ambayo imeshikana vizuri. Kwa hivyo kama unavyoona mtoto mdogo anaanza kwanza kutambaa, kisha baadaye anasimama, anashika, baadaye anakwenda mbio, anashindana riadha, anashinda. Kwa hivyo na nahwu hivyo hivyo, baada an-nahwu yahbu, ikaanza nahwu hali ya kuwa inatambaa. Walidan, ndo kwanza changa sana, walidan, kama mtoto mdogo, yani hali ya kuwa ni kama mtoto mdogo.
kama yabda'u kullu ilmin, kama inavyoanza kila elimu, qalila al-abwabi, inakuwa ina milango michache. Al-abwab manake ndo milango, na qalil manake ni uchache. Kwa hivyo kila elimu huwa inaanza kuwa na qalil al-abwab, milango yake inakuwa ni michache, yani haijakamilika. Wanaokuja baadaye wanaongeza vipengele, wanaokuja baadaye wanaongeza fani, wanaongeza ujuzi, mpaka elimu inakuwa inakamilika. Kwa hivyo ikaanza qalila al-abwabi, milango yake ni michache sana. Mutanathira al-fusul, vipengele vyake vimeparaganyuka. Mutanathir yani mutafarriq, imeparaganyuka. Al-fusul ndio hivyo vipengele, yani kama vilikuwa mwanzo havijapangwa, vimetajwa tu kuna kipengele hichi lakini hakikupangwa katika mpangilio mzuri. Waqila, na imesemwa, inna awwala, hakika mtu wa mwanzo, man wadaa alladhinata, ambaye ameweka tofali, alula, tofali la kwanza kabisa, fi sarhihi, katika kuipangilia, kulijenga hili jengo. Manake sarh manake ni kuinua jengo. Sarh manake ni jengo ambalo limeinuka juu, kama kasri la kifalme au jengo lolote ambalo ni mushayyad, limeinuka juu. Kwa hivyo ilmu ya nahwu imeanza chini, lakini baadaye inakwenda juu. Sasa nani ambaye ameanza kuweka tofali la kwanza fi sarhi bina'i nahwu, katika kuliinua juu hili jengo la nahwu? Anasema qila, imesemwa, inna awwala, hakika mtu wa mwanzo, man wadaa al-labinata al-ula, ambaye ameweka tofali la kwanza, fi sarhihi, katika kuliinua hili jengo, Abul Aswad ad-Du'ali, ambaye huyu ni tabi'i anaitwa Abul Aswad ad-Du'ali. Abul Aswad ad-Du'ali qadhi al-Basra, tabi'iyun jalil. Ameweka namba moja hapo, manake unaangalia chini namba moja. Huyu Abul Aswad ad-Du'ali ni qadhi al-Basra, yeye alikuwa ni qadhi katika mji wa Basra, na huyu ni tabi'iyun jalil, ni tabi'i yani katika wanafunzi wa masahaba. Qala al-Dhahabi, amesema al-Imam al-Dhahabi katika kitabu chake maruf Siyaru A'lami an-Nubala, ismuhu Dhalim ibn Amr ala al-Ashhur, jina lake huyu ni Dhalim ibn Amr, kwa kauli mashhuri inajulikana hivyo. Wasahihu annahu tuwfi, na kauli sahihi ni kwamba huyu bwana amekufa sanata 69 lilhijra, mwaka wa 69 katika hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Almuhimu, huyu ni Abul Aswad ad-Du'ali rahimahullahu ta'ala. Ameiweka ilmu hii, yeye ndo wa kwanza kuitunga, bi amri Ali ibn Abi Talib, kwa amri ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum. Ameweka namba 2 hapo kwenye Ali ibn Abi Talib, amesema ikhtalafa arruwatu, wametofautiana wasimulizi na wapokezi, fi awwali man wadaa ilmi nahwu, kuhusiana na nani wa kwanza aliyeweka hii ilmu ya nahwu. Hapo wametofautiana wapokezi. Walmashhur, lakini kauli mashhur ambayo inajulikana sana, annahu Abul Aswad ad-Du'ali, kwamba huyo aliyeweka wa mwanzo kabisa, alianza kuweka misingi ya ilmu ya nahwu, aliyetunga ni Abul Aswad ad-Du'ali kama tulivyotaja. Waqila, lakini pia imesemwa, fi sababi tasmiyatihi nahwan, katika sababu ya kuiita kuwa ni nahwu. Kwa nini hii elimu isipewe jina jingine lolote ikaitwa ilmu ya nahwu? Anasema qila, imesemwa, fi sababi tasmiyatihi nahwan, katika sababu ya kuiita kwake kuwa ni ilmu ya nahwu. Inna aliyan, sababu kwa hakika Ali radhiyallahu ta'ala anhu, qala, alisema, li Abil Aswadi, kumwambia Abul Aswad ad-Du'ali, alimwambia hivi, inhu hadha an-nahwu, pita mapito haya. Inhu hadha an-nahwu, tembea, pita kwenye mapito haya, ya Abul Aswadi, ewe Abul Aswad. Alipokuwa akimfundisha pale fa'il awe marfu', nani awe majrur, nani awe mansub, kitu kama hivyo, kama anamwambia kuhusiana na kwamba yani elimu vipengele viwe vipi. Kisha alipomaliza kumfahamisha, ndo akamwambia, inhu hadha an-nahwu, pita mapito haya. Kwa hiyo hadha an-nahwu ndio iliyochukuliwa. Anasema, fasummiya nahwan tabarrukan bilafdhihi, kwa hivyo ikaitwa elimu ya nahwu
kwa ajili ya kupata baraka kwa lile tamko la Ali bin Abi Talib. Hapa kwenye tabarrukan bilafdhihi, piga mstari hapa kuna kipengele cha kiaqida ambacho atakizungumza mbele mzungumzaji. Anasema wa hadha lam yathbut, hii haikuthibiti. Wa hadha lam yathbut, hii haikuthibiti habari hiyo. Watabarruk bilafdhihi, na kutafuta baraka kwa tamko la Ali bin Abi Talib, ghair mashru', jambo hilo halipo katika sheria kabisa kabisa, kwamba eti kwa tamko la fulani tunataka baraka, kwa nguo ya fulani tupate baraka, kwa mwili wa fulani tupate baraka. Hakuna baraka hizo isipokuwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwingine yoyote hamna baraka katika jambo lake hilo. Qala Ibn Faris, amesema mwanachuoni anaitwa Ibn Faris, summiya nahwu al-kalam, imeitwa nahwu al-kalam liannahu yuqsad usul al-kalam, kwa sababu inakusudiwa misingi ya maneno. Hii ni katika sababu ambazo zinaonekana pia zina mashiko. Liannahu yaqsidu usul al-kalam, kwa sababu inakusudiwa ile misingi ya maneno, ndio maana ikaitwa an-nahwu, ikaitwa kwa jina hilo. Fayatakallam ala hasabi ma kana al-arab tatakallam bihi, kwa hivyo mtu atazungumza ala hasabi ma, kwa mujibu wa vile ambavyo kana al-arabu tatakallamu bihi, walikuwa Waarabu wakizungumza lugha hiyo. Kwa hivyo kwa ufupi, hii ilikuwa ni historia. Alianza kuileta ilmu ya nahwu ni Abil Aswad ad-Duali. Kwa hivyo imeanza hivyo ilmu ya nahwu, aliyakuwa ni changa ndogo ndogo, ila anishtadda sa'iduhu, mpaka pale ilipopata nguvu mkono wake. Sa'id ni sehemu hii ya mkono, kutoka hapa mpaka hapa, hii inaitwa kuwa ni Sa'id. Kwa hivyo hii wanavyoni watu wa Waarabu wanatumia sana ishtadda sa'iduhu, hawakusudii sehemu hii, lakini wanakusudia kwamba mtu kapata nguvu baada ya kuwa ni dhaifu. Anasema nahwu imeanza hivyo ndogo ndogo, changa changa, ila anishtadda sa'iduhu, mpaka pale ilipopata nguvu. Hiyo ndio Kiswahili, ndio maana yake, lakini tarjama ya maneno yaliyoandikwa ila an ishtadda sa'iduhu, mpaka pale ilipopata nguvu mkono wake, yani Sa'id sehemu hii hapa. Fa akhadha yanmu, ikawa inakuwa shay'an fa shay'an, kidogo kidogo, hatta wasala ilaina, mpaka ikafikia kwetu sisi muktamila as-sarhi, hali ya kuwa imekamilika lile jengo lake, fi kitabi Sibawaihi, katika kitabu cha Sibawaihi. Na hayo ya Sibawaihi insha Allah ndio tutakuja kuiondokea katika darsa ijayo. Sibawaihi ni nani mpaka isemwe imekuja nahwu kukamilika katika kitabu chake yeye, tutatoa maelezo kidogo kuhusu Sibawaihi. Kwa hivyo kwa ufupi anasema nahwu imeanza kuwa ni ilmu changa, mpaka baadaye ikaja ikakamilika, hata wasala ilaina, mpaka ikafika kwetu sisi, muktamila as-sarh, hali ya kuwa imekamilika lile jengo lake. Tumesema as-sarh maana yake ni jengo ambalo limeinuka juu, fi kitabi Sibawaihi, katika kitabu cha Sibawaihi. Insha Allah tutakwenda na utangulizi huu muhimu sana, kwa sababu ndani yake tutapata kufahamu ilmu tunayosoma umuhimu wake nini, imeanza vipi mpaka imefikia hapa tulipo, na malengo yake ni nini, ili wanafunzi wawe makini katika kuifuatilia ilmu hii. Ni ilmu moja muhimu sana, ndio mpaka wanachuoni wakasema an-nahwu miftahul ulum, nahwu ndio funguo ya elimu zote. Akishika mtu nahwu vizuri, maana yake anatadarraj vizuri katika masomo yake ya dini na lugha ya Kiarabu kwa ujumla. Kwa hivyo inshallah tutashia hapa, tutakapokuja kutana katika kikao cha pili tutakuja kuendelea katika maelezo haya. Walhamdulillahi rabbil alamin.